Mjambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info. Tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 26 za mwezi wa mwaka 2026. Na karibu katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo kupitia Kivu News Info, mahali ambako tunawaletea matukio muhimu ya uhakika yanayoendelea kutoka ndani na nje ya nchi kwa lengo la kuwapa ukweli na uelewa mpana wa mambo yanaendelea katika jamii yetu. Basi na katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo tutachambua kwa kina matukio mbalimbali yakiwemo kisiasa, kiusalama, kijamii na kiuchumi ili kuhakikisha baki kuwa na taarifa sahihi zinazowahusu moja kwa moja. Niendelee kuwajuza tu kwamba kila siku Kivu News Info tunaendelea kuwaletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na wewe ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chote ningekusihi kufanya kitu moja. Hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa wengine wanasema kujabone kwa email vile vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari tutakomeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Langu jina mimi ni Telo Jelonga, basi nakualika kuona mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 26 za mwezi wa mwaka 2026. Nani Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi karibu tukupashe. Mvutano wa kiusalama unaendelea kushika kasi katika eneo la Minembwe kwenye milima ya juu ya Fizi mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku hali ya taharuki ikizidi kuongezeka miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limetangaza kuwa ndani ya kipindi cha masaa 28 zilizopita limefanikiwa kugundua ndege mbili za kijeshi zisizo na rubani maarufu kama drone zinazodaiwa kutumiwa na muungano wa waasi wa M23 kwa ushirikiano wa jeshi la Rwanda RDF. Tukio linaonekana kuongeza uzito wa mvutano unaoendelea kati ya pande hizo, hasa katika maeneo ya milima ya Minembwe ambayo yamekuwa yakishuhudia mapigano ya mara kwa mara. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya kijeshi, tukio la hivi karibuni zaidi limetokea siku ya jana Jumamosi tarehe 25 Aprili, ambako drone ya kijeshi iligunduliwa katika eneo linalojulikana kama Point Zero. Inadaiwa kuwa kifaa hicho kilikuwa katika operesheni ya upelelezi wa anga kikusanya taarifa za kimkakati kuhusu nafasi ya mienendo ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kabla ya kushambuliwa na kudhibitiwa ikiwa bado angani. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeeleza kuwa hatua hiyo ilichukuliwa kwa haraka na kwa umakini mkubwa, hali iliyopelekea kuepukwa kwa madhara yoyote ya raia pamoja na uharibifu wa mali. Hali hii inaonyesha kwa mujibu wa jeshi kuimarika kwa uwezo wa ulinzi wa anga katika eneo hilo lenye migogoro ya mara kwa mara. Saa chache kabla ya tukio hilo, drone nyingine iliripotiwa kugunduliwa katika kijiji cha Kakenge kilichopo kaskazini mwa Minembwe. Taarifa zinaeleza kuwa drone hiyo pia ilikuwa inalenga maeneo ya vikosi vya serikali kabla kutunguliwa na wanajeshi wa FARDC waliokuwa katika doria za kawaida za ulinzi. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeeleza kuwa matukio mawili ni ishara ya wazi ya kuongezeka kwa matumizi ya kiteknolojia na kisiasa katika vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jeshi hilo limeutuhumu muungano wa M23 kwa ushirikiana na jeshi la Rwanda pamoja na makundi mengine yenye silaha kama Twirwaneho na Red Tabara kwa kuendelea na operesheni za kutumia drone katika eneo hilo. Kwa mujibu wa jeshi, ndege hizo zisizo na rubani zinatumika sio tu kwa ajili ya upelelezi bali pia ni katika kuratibu mashambulizi, jambo ambalo tayari limesababisha madhara kwa raia wasiokuwa na hatia. Maeneo kama Mikenge yametajwa kuwa miongoni mwa walioathirika, ambako wakazi wameripoti matukio ya milipuko ya mashambulizi yanayohusishwa na uwepo wa drone. Hali imezua hofu kubwa kwa wakazi wa Minembwe na vijiji vinavyozunguka, huku wengi wakilazimika kuishi kwa tahadhari kubwa au hata kuhama makazi yao kwa hofu ya usalama wao. Shughuli za kijamii na kiuchumi zimeathirika kwa kiwango kikubwa, huku baadhi ya shule na masoko yakiripotiwa kufungwa kutokana na hali hiyo ya sitofahamu. Wakati huo, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamesisitiza kuwa wataendelea kuimarisha operesheni zao katika maeneo yote yenye hatari, wakiahidi kulinda mipaka ya taifa pamoja na usalama wa raia. Pia wametaka wananchi kushirikiana na vikosi vya ulinzi kwa kutoa taarifa yoyote inayoweza kusaidia kudhibiti vitendo vya uvamizi. Wito unaendelea kutolewa kwa jumuiya ya kimataifa kufuatilia kwa karibu hali inaendelea mashariki mwa DRC, huku baadhi ya wadau wakitaka hatua za haraka chukuliwe ili kuzuia kuongezeka kwa mapigano na kulinda maisha ya raia. Hali ya Minembwe na maeneo jirani inaendelea kubaki tete, huku macho ya wengi yakielekezwa kwenye juhudi za kurejesha amani katika eneo hilo ambalo kwa muda mrefu limekumbwa na migogoro ya silaha. Vraiment azali drone kamikaze ya adui RDF M23 yuchiko kwa ya Tanzania, donc yango
kala mapapu na yango yango nzambe a confondre bango ekwei panzani panzani baokoka te baprokera ya ngoyo. Ok, ça. Bombe kamikaze. Kamikaze. Drone kamikaze. Hali ya usalama imeendelea kuwa tete katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako tukio jingine la kusikitisha limeutikisa wakazi wa eneo la Rutshuru mkoani Kivu kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, jumla ya raia 6 wameuawa kikatili siku ya tarehe 23 Aprili katika kijiji cha Bushenge kilichopo katika kundi la Gisigari. Inadaiwa kuwa wahanga hao walikuwa mashambani wakifanya shughuli zao za kila siku za kilimo wakati walipovamiwa na watu wenye silaha. Vyanzo mbalimbali vinaeleza kuwa mauaji yao yanahusishwa na wanajeshi wa jeshi la Rwanda RDF wanaoanza kushirikiana na waasi wa M23 wanaendelea kufanya operesheni zao katika eneo hilo. Inadaiwa kuwa wote walikuwa raia wa kawaida, wakulima, na baadhi yao wakiwa na wazazi na wa familia walikuwa wakitegemea kilimo chao kama chanzo kikuu cha maisha yao. Kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa na vyombo vya habari vya ndani, wasirika hao walishambuliwa ghafla wakiwa mashambani bila dalili yoyote ya tahadhari. Hadi sasa mazingira halisi ya tukio hilo bado hajawekwa wazi na sababu za mauaji hayo haijulikani, lakini jambo linalozidi kuongeza huzuni na sintofahamu kwa familia na jamii nzima. Mazishi ya marehemu hao ilifanyika siku ya jana Ijumaa tarehe 25 Aprili katika hali ya huzuni kubwa, majonzi na hasira miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Familia zilizopoteza wapendwa wao zinaendelea kuomboleza huku zikitaka haki tendeke kwa walio waua. Baadhi ya wakazi na viongozi wa kijamii wanaeleza mastiko yao makubwa wakilaani tukio hilo na kueleza kuwa ni sehemu ya mfululizo wa vitendo vya ukatili vinavyowalenga raia wasiokuwa na hatia. Mmoja wa wanajamii alinukuliwa akisema kuwa waliuawa ni wakulima na baba wa familia walikuwa wakijitafutia riziki zao kwa njia halali, na kuwaua kwao bila sababu yoyote ni tukio linaloumiza na lisilokubalika. Kutokana na hiyo, sauti zimeanza kusikika kutoka kwa viongozi wa kijamii na wanaharakati wa haki za binadamu wakitaka uchunguzi wa kina na uhuru ufanyike ili kubaini waliohusika na kuchukulia hatua za kisheria. Wito umetolewa kwa mamlaka za serikali ya Kongo pamoja na jumuiya ya kimataifa kuhakikisha kuwa haki inatendeka na kwamba wahusika wote wanajibishwa mbele ya vyombo vya sheria ili kuzuia matukio kama haya kujirudilia. Wakati huo, tukio lingine linaongeza orodha ndefu ya matukio ya ukosefu wa usalama endelea kushuhudiwa katika eneo la Rutshuru, ambako raia wamekuwa wakilipa gharama kubwa kutokana na migogoro ya silaha inaendelea kwa muda mrefu. Hali ya usalama katika sehemu ya Kivu Kaskazini inaendelea kuwa ya wasiwasi mkubwa, huku ukiwa na haja ya hatua za haraka na madhubuti kulinda maisha ya raia na kurejesha amani ya kudumu katika eneo hilo. Kwa sasa wakazi wa Rutshuru wanaendelea kuishi kwa hofu na tahadhari kubwa, wakisubiri hatua za mamlaka na wadau mbalimbali ili kuhakikisha matukio ya aina hii yanakomeshwa na usalama unarejea katika maisha yao ya kila siku. Mchakato wa kurejesha amani na kuondoa makundi yenye silaha unaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku juhudi za kimataifa zikiongezeka katika kusimamia swala la wapiganaji wa zamani wa kundi la FDLR. Katika hatua hivi karibuni, mwakilishi maalumu mpya wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Kongo, James Wan, ametembelea siku ya Jumamosi tarehe 25 Aprili kambi ya mpito ya Mubambiro ambako wanahifadhiwa wapiganaji wa zamani wa kundi la FDLR wanaosubiri kurejeshwa nchini Rwanda. Ziara inakuja kufuatia makubaliano ya Washington yaliyotiwa saini mwezi Julai mwaka 2025 kati ya serikali ya Kinshasa na Kigali, yanayolenga kuhakikisha mchakato wa kuwarejesha amani na kumaliza uwepo wa makundi yenye silaha katika ukanda huo. Kwa mujibu wa makubaliano, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limetoa wito kwa wapiganaji wa FDLR kujisalimisha na kuacha vita. Baadhi yao walitikia wito wa kujisalimisha pamoja na familia zao, wakiwemo wake na watoto. Katika mchakato, ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini DRC MONUSCO umepewa jukumu la kusimamia hatua za kuwavua silaha, kuhamisha kutoka maisha ya kijeshi na hatimaye kuwarejesha katika nchi yao ya asili. Tayari mamia wapiganaji wa zamani pamoja na familia zao wamerejeshwa tangu kuanza kwa operesheni hiyo.
Akiwa katika kambi ya Mubambiro, James Swan amesitiza kuwa suala la FDLR linaendelea kuwa kipaumbele cha Umoja wa Mataifa pamoja na jumuiya ya kimataifa, ikiwa pia limewasilishwa katika maazimio ya Baraza la Umoja wa Usalama wa Mataifa. Amesema ameguswa sana na hali ya maisha ya wanawake na watoto walioko kambini humo, akieleza kuwa kila mpiganaji aliyekubali kuachana na vita ni hatua muhimu kuelekea kupunguza ghasia na kurejesha utulivu katika eneo hilo. Kwa upande wake, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeendelea kusisitiza msimamo wake kwa kuwataka wapiganaji wa FDLR kusitisha mapigano na kujiunga na mchakato wa amani. Katika tamko lake la mwezi Oktoba mwaka 2026 kupitia FARDC, serikali imehimiza utekelezaji wa hatua za makubaliano ya Washington, zikiwemo uhamasishaji, kuvuliwa silaha pamoja na kurejeshwa kwa wapiganaji au nchini Rwanda. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaona kuwa mafanikio ya mchakato yanaweza kuwa hatua muhimu katika kupunguza migogoro muda mrefu mashariki mwa Kongo, ingawa changamoto bado zinaendelea kuwepo, hasa kutokana na uwepo wa makundi mengine yenye silaha. Kwa sasa juhudi zinaendelea kuimarishwa ili kuhakikisha kuwa wapiganaji wengi zaidi wanajisalimisha na kurejea katika maisha ya kiraia, huku matumaini yakiwa ni kuona amani ya kudumu na ikirejea katika eneo lililokubikwa na migogoro ya muda mrefu. Wakazi wa maeneo yaliyoathiriwa wanaendelea kusubiri matokeo chanya na za juhudi hizi, wakitarajia kuwa hatua hizi zitachangia kupunguza vitendo vya vurugu na kurejesha usalama katika maisha yao ya kila siku. Barua ya siri ya kiserikali iliyosainiwa na naibu waziri mkuu, waziri wa mambo ya ndani, usalama, utanguzi na masuala ya kijamii, Jacquemain Shabani Luko, imetumwa kwa rais wa bunge la mkoa pamoja na wajumbe wote wa ofisi ya bunge la mkoa wa Kivu Kusini. Katika ujumbe wao wa kiutawala, serikali kuu imewaagiza wahusika wote kusitisha mara moja shughuli zao zote na kuchukua hatua za haraka za kusafiri kuelekea mji mkuu wa Kinshasa bila kuchelewa. Barua hiyo inasisitiza kuwa safari hiyo ni ya lazima na inafanyika kwa maelekezo ya juu ya serikali, ikiwa ni sehemu ya mashauriano ya dharura. Maandishi ya barua yanaonyesha msisitizo mkubwa wa nidhamu, utii wa kazi na uzalendo unaotarajiwa kwa viongozi wote waliohusika. Inabainishwa wazi kuwa ni amri rasmi ya serikali ambayo lazima itekelezwe bila kuchelewa wala kupinga. Hatua inaonyesha jinsi serikali inavyohitaji haraka kukusanya viongozi wa ngazi ya mikoa kwa ajili ya kujadili masuala muhimu ya kitaifa. Ujumbe unakuja katika kipindi ambacho serikali kuu imekuwa ikifanya mikutano mbalimbali ya kimkakati, hasa kuhusiana na hali ya usalama na changamoto za kiutawala katika majimbo mashariki mwa nchi, ambako bado kuna matatizo muda mrefu ya migogoro na ukosefu wa utulivu. Wakati huo, hali ya kisiasa katika mkoa wa Kivu Kusini inaendelea kuwa ya taharuki. Bunge la mkoa limetoa taarifa rasmi kuwataka wabunge wote wa mkoa kuhudhuria kikao maalum cha bunge na kilichotarajiwa kufanyika siku ya Jumanne tarehe 28 Aprili. Kwa mujibu wa tangazo hilo, kikao hicho kingefanyika saa 4 asubuhi katika makao maalum ya muda ya bunge la mkoa iliyopo Kavimvira ndani ya mji wa Uvira. Na ajenda kuu ya kikao hicho kilikuwa ni kusikiliza, kujadili na kuchambua hoja kutokuwa na imani dhidi ya gavana wa mkoa wa Kivu Kusini Jean-Jacques Purusi Sadiki. Hoja ya kutokuwa na imani imewasilishwa na mbunge Karume Baige Jean, mwakilishi wa eneo la Mwenga kupitia chama cha UDPS. Kwa mujibu wa taarifa za ndani ya bunge, hoja hiyo tayari imepata saini 18 kutoka kwa wabunge wa mkoa, jambo linaonyesha kuwepo kwa mvutano wa kisiasa ndani ya chombo hicho cha uwakilishi. Wabunge wanaunga mkono hoja hiyo wamemkosoa gavana kwa kile wanachokita usimamizi dhaifu wa maeneo ya mkoa ambayo bado ni ya chini ya utawala wa serikali, pamoja na madai ya kutokuwepo na uwazi katika matumizi ya fedha za umma za mkoa. Wanasisitiza kuwa hali hiyo inahitaji mjadala kina na huenda ikapelekea kupingwa kura na kutokuwa na imani ikiwa hoja hiyo itapata uungwaji mkono wa kutosha. Hali ya usalama endelea kuwa ya wasiwasi katika mji wa Uvira mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kufuatia mlolongo wa matukio ya uhalifu ulioripotiwa katika usiku wa tarehe 24 kuamkia tarehe 25 Aprili mwaka 2026. Kwa mujibu wa taarifa kutoka baraza la vijana wa mji wa Uvira, familia kadhaa zimekuwa waathirika wa wizi wa kutumia silaha katika vitongoji mbalimbali, hali inayozua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa mji huo. Taarifa zinaeleza kuwa majira ya saa 4 usiku majumba 3 yalivamiwa na watu
watu wenye silaha katika barabara ya Muramvya na Kitumaini katika kitongoji cha Kasenga ndani ya minispa ya Mulongwe. Washambuliaji waliingia kwa nguvu majumbani umo na kuiba mali mbalimbali zenye thamani ikiwemo simu za mkononi, runinga, paneli ya juu pamoja na kiasi kikubwa cha fedha. Katika tukio jingine lilitokea usiku huo majira saa 8 usiku. Wizi wengine uliripotiwa katika barabara ya Centre Commercial katika kitongoji cha Kalundu. Inadaiwa kwa wahalifu walitumia silaha kuwatishia wakazi kabla ya kuingia majumbani na kufanya uporaji wa mali. Kinachozidi kuzua wasiwasi ni kwamba kwa mujibu wa vyanzo hivyo hakuwa na uwepo wa vikosi vya usalama wala msaada wa haraka kutoka kwa polisi au jeshi wakati matukio yakitokea, hali inayoacha waathirika bila msaada wote zidi ya wahalifu. Matukio yanatokea katika mazingira ambayo tayari yameelezwa kuwa magumu kiusalama ndani ya mji wa Uvira. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa mji huo kwa sasa unakabiliwa na hali ya taruki, ukichangiwa na kusambaa kwa silaha mikononi mwa raia pamoja na uwepo wa makundi mbalimbali yenye silaha. Inaelezwa kuwa kuna uwepo wa raia wenye silaha waliojitambulisha usalama endelea kuwa tete na wasiwasi katika mkoa Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia taarifa za shambulio jipya lililotokea katika kijiji cha Salate. Kwa mujibu wa taarifa za awali kutoka vyanzo vya ndani, kijiji hicho kipo takriban kilomita 23 kutoka mji wa Epulu. Kinadaiwa kushambuliwa katika usiku wa kuamkia Jumamosi tarehe 25 Aprili, na shambulio hilo linahusishwa na wanamgambo wa kundi la ADF ambalo limekuwa likihusishwa mara kwa mara na mashambulizi dhidi ya raia katika eneo hilo. Taarifa zinaeleza kuwa washambuliaji walivamia kijiji hicho usiku wakiteketeza nyumba kadhaa kwa moto. Inasemekana sehemu kubwa ya kijiji hicho kiliharibiwa vibaya, huku makazi mengi yakiteketea na kuwa majifu, jambo linaloacha wakazi wengi bila makazi. Hadi sasa kuna takwimu rasmi zilizotolewa kuhusu idadi ya watu waliouawa au kujeruhiwa katika tukio hilo, lakini hali hiyo inazidi kuongeza hofu na sitofahamu miongoni mwa wakazi wa maeneo ya jirani. Pia haijadhibitishwa ni mali kiasi gani kimeharibiwa, ingawa ushahidi wa awali unaonyesha uharibifu mkubwa. Wakazi waliokimbia eneo hilo wamesema walishuhudia moto mkubwa ukiteketeza nyumba zao, huku wengine wakilazimika kukimbia usiku wakiwa hawana hata muda wa kuokoa mali zao. Baadhi wameeleza kuwa walikimbia porini au katika vijiji jirani kwa hofu ya maisha yao. Mashambulizi yanakuja katika kipindi ambako eneo la Ituri tayari limekabiliwa na hali tete ya kiusalama, hasa kutokana na uwepo wa makundi mbalimbali yenye silaha ikiwemo kundi la ADF ambalo limekuwa likihusishwa na mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya raia. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa mashambulizi ya aina hii yanaonyesha changamoto kubwa katika juhudi za kurejesha amani katika eneo hilo, licha uwepo wa vikosi vya usalama na operesheni mbalimbali za kijeshi. Hadi sasa mamlaka za serikali pamoja na vikosi vya usalama bado havijatoa taarifa rasmi kuhusiana na tukio hilo, hali inayofanya kuwa vigumu kudhibitisha kwa undani kilichotokea pamoja na hatua zitakazochukuliwa. Wito unaendelea kutolewa kwa mamlaka husika kuimarisha ulinzi katika maeneo ya vijiji na kuhakikisha kuwa wananchi wanalindwa dhidi ya vitendo vya kikatili vinavyoendelea kushuhudiwa mara kwa mara. Kwa sasa wakazi wa maeneo ya karibu na Salata wanaendelea kuishi kwa hofu kubwa, huku wengi wakihofia uwezekano wa mashambulizi mengine kutokea wakati wowote. Tukio linaongeza orodha matukio ya vurugu yanaendelea kushuhudiwa katika mkoa wa Ituri na inaonyesha kwa mara nyingine umuhimu wa hatua za dharura na za kudumu katika kulinda maisha raia na kurejesha utulivu katika eneo hilo. Ya uhuru wa vyombo vya habari inaendelea kuzorota kwa kiasi katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako waandishi wa habari wanaofanya kazi katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa waasi wa M23 wanaripotiwa kukumbwa na vitendo vya ukiukwaji mkubwa wa haki zao. Kwa mujibu wa taarifa kutoka shirika la kimataifa la kutetea uhuru wa vyombo vya habari Reporters Sans Frontieres, kumekuwa na matukio ya utekaji, kufungwa kinyume cha sheria pamoja na uharishaji wa waandishi wa habari, anazua wasiwasi mkubwa kuhusu mustakabali wa uhuru wa kujieleza katika eneo hilo. Ripoti inaeleza kuwa angalau waandishi wawili wa habari wamewahi kushikiliwa kwa siri katika makontena ya chuma mjini Goma katika mazingira yanaelezwa kuwa magumu na yasiyo ya kibinadamu. Miongoni mwa matukio yaliripotiwa kwa kina ni mwandishi Espoir Mbata, mkurugenzi wa redio ya kijamii ya Top Buzi FM. Inadaiwa kuwa alikamatwa tarehe 29 Machi mwaka 2026 katika eneo la Minova na watu wanaojitambulishwa kuwa wanahusiana na M23 kabla
alihamishwa Goma ambako alishikiliwa kwa siku kadhaa. Wakati wa kifungo chake alifungwa ndani ya kontena la chuma lilokuwa katika eneo la bunge la mkoa Kivu Kaskazini pamoja na wafungwa wengine wapatao 20. Kwa mujibu wa maelezo yake, mazingira ya kifungo hicho yalikuwa mabaya sana, yakiwa na joto kali bila hewa ya kutosha wala mwanga, huku chakula kikiwa kidogo na wafungwa kulazimika kujisaidia ndani ya kontena hiyo. Taarifa hizo zinafanana na ushahidi uliowahi kukusanywa mwaka 2015 ukionyesha kuwepo kwa mfumo wa kifungo usio rasmi na wa kuzalilisha. Katika kipindi cha kushikiliwa kwake, Espoir Mbata niliojua kuhusu taarifa zilizokuwa akichapisha kwenye mitandao ya kijamii. Baada ya kuachiliwa, lazimishwa kushiriki katika video pamoja na msemaji wa M23 Laurence Keuka. Video ilisambazwa mitandaoni kimuonesha mwandishi wake akiulizwa maswali kana kwamba ni mahojiano ya kawaida. Hata hivyo, kwa mujibu wa shirika hilo la RSF, tukio lilikuwa ni jaribio la kuficha ukweli wa kifungo chake na kuonesha hali ya kawaida isiyo kuwepo. Mwandishi huyo mwenyewe alithibitisha kuwa alishiriki video hiyo kwa shinikizo, akieleza kuwa ilikuwa ni sehemu ya masharti ya kuachiliwa kwake baada ya takriban siku 6 za kifungo. Shirika la Reporters Sans Frontieres limeeleza kuwa vitendo hivi vinaashiria jaribio la kudhibiti taarifa na kupotosha kweli, huku vikilenga kunyamazisha waandishi wa habari wanaojaribu kuripoti hali halisi ya usalama na maisha ya wananchi katika maeneo yenye migogoro. Kwa mujibu wa ripoti ya hivi karibuni, shirika hilo, karibu waandishi 500 wamekamatwa kushikiliwa katika nchi 6 za ukanda wa maziwa makuu, huku zaidi ya 100 kizuiliwa kwa muda mrefu. Kumekuwepo na matukio ya kutoweka kwa waandishi, mauaji yasiyoeleweka pamoja na shinikizo zinazofisha uhuru wa vyombo vya habari. Hali inahusishwa moja kwa moja na mzozo wa kijeshi unaendelea kati ya serikali ya Kinshasa na waasi wa M23 wanadaiwa kuungwa mkono na Rwanda. Licha ya juhudi za diplomasia ikiwemo makubaliano ya Washington ya mwaka 2025, bado hakuna maendeleo ya kuridhisha katika kulinda haki za waandishi wa habari katika maeneo yaliyoathirika. Hivyo basi, wadau wa haki za binadamu na vyombo vya habari wanaendelea kutoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za haraka ili kulinda waandishi wa habari na kuhakikisha kuwa haki zao zinaheshimiwa katika maeneo yote yenye migogoro. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza siku ya jana Jumamosi tarehe 25 Aprili kuwa imechukua hatua ya kisheria kufuatia kile inachokiita kuongezeka kwa mashambulizi ya kashfa, matusi na vitisho yanayolenga viongozi wa serikali, hususan Waziri Mkuu Judith Suminwa Tuluka pamoja na maafisa wengine wa ngazi za juu. Kwa mujibu wa taarifa rasmi ya serikali, imebanishwa kuwa katika siku za hivi karibuni kumekuwepo na ongezeko kubwa la maudhui yanayosambazwa hasa kupitia mitandao ya kijamii na majukwaa ya kidijitali, ikiwa ni ya lugha ya matusi, kashfa, vitisho na mashambulizi dhidi ya heshima ya viongozi wa umma. Serikali inasema kuwa baadhi ya maudhui hayo hayawezi kuonekana kama maoni ya mtu moja tu, bali yanaashiria kuwepo kwa kampeni zinazoandaliwa kwa lengo la kuzalisha na kupotosha umma dhidi ya taasisi za nchi. Katika taarifa hiyo inatajwa pia kuwepo kwa kile kinachoitwa mitandao iliyopangwa inayotumika kueneza taarifa hizo. Ingawa serikali haijataja majina za watu au matukio maalumu, imeeleza kuwa vitendo hivyo vinaweza kukiuka katika makosa ya kisheria iliyopo katika sheria za nchi, hususani pale yatapohusisha uchokozi wa chuki, unyanyasaji na kidijitali na uvunjifu wa heshima ya mtu. Hata hivyo, serikali imekumbusha pia kuwa inaheshimu kamilifu haki za msingi za wananchi, ukiwemo uhuru wa maoni na kujieleza kama inavyohusanishwa kwenye katiba ya nchi. Imefanua kuwa haki hizo lazima zitumike kwa kuzingatia sheria, amani ya umma na heshima ya watu wengine. Katika taarifa imeelezwa kuwa matusi ya wazi, kashfa, vitisho, uchochezi wa chuki pamoja na kampeni zinazofisha taasisi za nchi hazihesabiki kama uhuru wa kujieleza pale zinapovunja mipaka ya kisheria kwa makosa yanayoweza kuadhibiwa. Serikali pia imesema imeelekeza vyombo husika vya usalama na kisheria kufanya uchunguzi wa kina ili kuwabaini wote wanaohusika na vitendo hivyo, wakiwemo waendeshaji wa moja kwa moja, wasaidizi wao pamoja na walioko nyuma mipango hiyo, hata kama wanatumia majina ya kujificha wako nje ya nchi. Hatuona kuja katika kipindi ambacho matumizi ya mitandao ya kijamii nchini DRC yameongezeka kwa kasi, huku kigeuka kuwa jukwaa kuu la mijadala ya kisiasa, jamii na taarifa mbalimbali, lakini chanzo cha taarifa zisizo sahihi na mgogoro wa maneno. Serikali inasisitiza hatua hii inalenga kupambana na matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii, huku ikitaka kuwepo kwa uwajibikaji wa matumizi sahihi ya majukwaa na kwa kuzingatia maadili ya sheria za nchi. Jumla, serikali inasema lengo ni kuhakikisha kwa matumizi ya mitandao ya kijamii yanakuwa ya kuwajibika, salama na unaheshimu haki za binadamu, huku ikilinda amani na utulivu wa katiba.
Kutekeleza kusitisha mapigano kwa ufanisi katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini kunaendelea kuwa changamoto kubwa, lakini pia ni jambo linaloonekana kuwa muhimu zaidi katika juhudi za kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari siku ya Ijumaa tarehe 24 Aprili mjini Goma, mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini DRC na mkuu wa MONUSCO James Swan alieleza masharti muhimu yanayopaswa kutimizwa ili kuhakikisha kuwa usitaji wa mapigano unakuwa wa kweli, unaoaminika na wenye ufanisi. Kwanza, alisitiza umuhimu wa kusitishwa kabisa kwa matumizi ya drone za kijeshi zinazotumika kwa mashambulizi. Kwa mujibu wake, matumizi ya teknolojia hiyo ya kijeshi yamekuwa yakichangia kuongeza mvutano na kuvuruga juhudi za kudumisha amani katika eneo hilo. Pili, alieleza kuwa haja kukomesha kabisa uingiliaji wa mawasiliano, ikiwemo kuzuia au kubadilisha ishara za GPS, jambo ambalo limeathiri shughuli za kijeshi, za kiraia na hata za misaada ya kibinadamu. Alisema kuwa vitendo hivyo vinazofisha uwazi na usalama wa operesheni zote za ufuatiliaji. Tatu, James Swan alisisitiza kuwa wafanyakazi wa MONUSCO wanapaswa kupewa uhuru kamili wa kusafiri pamoja na vifaa vyao katika maeneo yote yaliyohusika na mzozo. Alieleza kuwa bila uhuru huo ni vigumu kwa wajumbe wa Umoja wa Mataifa kutekeleza majukumu yake na ufuatiliaji wa ulinzi wa raia. Na aligusia umuhimu wa kuhakikisha matumizi ya salama ya viwanja vya ndege na anga katika maeneo ya mashariki mwa nchi, akisema kuwa usalama wa anga ni misingi muhimu katika kuruhusu misaada ya kibinadamu na harakati za diplomasia kuendelea bila vikwazo. Alisema wazi kwa ufuatiliaji wa usitaji wa mapigano unahitaji mazingira maalumu yanayoruhusu mifumo ya pamoja na ufuatiliaji wa udhibitaji kufanya kazi na kwa uaminifu, usalama na ufanisi. Aliongeza kuwa Umoja wa Mataifa unategemea ushirikiano wa pande zote zinazohusika katika mgogoro ili kuhakikisha utekelezaji wa haraka wa masharti hayo. Ziara hii ya James Swan inatajwa kuwa sehemu ya juhudi za kuimarisha mchakato wa kupunguza mivutano, kurejesha matumaini kwa wananchi wa eneo hilo na kusaidia utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano kwa lengo la kufikia amani ya kudumu mashariki mwa Kongo. Kwa mujibu wa azimio namba 2808 la mwaka 2025 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, MONUSCO imepewa mamlaka kusaidia utekelezaji wa usitaji mapigano wa kudumu katika eneo hilo. Msaada huu unajumuisha msaada wa kiufundi na kiutendaji kwa mikutano ya kimataifa kwa ukanda wa maziwa makuu kupitia mfumo wa pamoja wa ufuatiliaji na udhibitishi uliopanuliwa, ambao unalenga kuhakikisha kuwa makubaliano yanatekelezwa kwa ufanisi. Makubaliano ya kusitisha mapigano yenyewe yamepatikana kupitia upatanishi wa nchi Qatar kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kundi la M23 katika mchakato uliofanyika huko Doha. Makubaliano haya yanajumuisha vipengele vya kiufundi vinavyolenga kuanzisha na kuendesha mfumo wa ufuatiliaji na udhibitaji wa usitaji mapigano. Kwa mujibu wa MONUSCO, makubaliano haya ni hatua muhimu ya kubadilisha ahadi za diplomasia kwa hali halisi ya usalama unaonekana kwa wananchi wa eneo hilo. Hata hivyo, licha ya hizi changamoto bado zipo katika utekelezaji wake, hasa kutokana na hali ya kutokuaminiana kati ya pande zinazohusika na uwepo wa silaha katika maeneo mbalimbali. Kwa wakazi wa Kivu Kaskazini na Kusini, mafanikio ya mchakato yanabaki kwa matumaini makubwa ya kurejea kwa maisha kawaida, amani na usalama ya kudumu baada ya miaka mingi ya migogoro. Na kufikia hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 26 za mwezi wa 4 mwaka 2026. Na mbona kusikiliza ni Kivu News FM, kwa siku tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunashukuru sana kwa kuwa nasi muda wote huu na kwa kuendelea kupata ushirikiano wenu. Tunakumbusha kuwa amani, mshikamano na upendo ni misingi ya maendeleo yetu sote. Hivyo tuendelee kuwa watulivu na kutafuta sheria pamoja na maelekezo ya mamlaka husika katika jamii yetu. Kwa niaba ya timu nzima Kivu News FM tunaendelea kuwashukuru wapendwa wasikilizaji na watazamaji. Endeleeni kubaki nasi kupitia channel yetu hii kwa taarifa nyingine zinazofuata. Endelee kuwakumbusha kila siku kwamba, na kama ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya kuondoka ningekomba kufanya kitu kimoja. Hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nyingine unasema kujabone kwa vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News FM kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazungumzo ya kila siku tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Basi unaendelea kutuandikia na ukatujuza na tusikilize kwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako. Aiza
mapendekezo yako. Kingine ambacho ni muhimu zaidi, unaweza kubonyeza kwenye titre ya habari hii na itakupeleka moja kwa moja hapo chini kwa description ambako utakutana na linki mbili. Linki ya kwanza kubonyeza itakupeleka moja kwa moja kujabone kupitia channel yetu ya WhatsApp, na linki ya pili itasababisha unajukuka pamoja nasi kupitia grupu letu la WhatsApp. Na baada kufanya hivyo, hii tarehe sana usipite na chochote kipindi ambako utakuwa unapotea habari mpya kupitia channel yetu hii ya YouTube. Langu jina mimi ni Teroje Longa, sina la ziada la tu. Acha niendelee kutoa shukrani zangu za dhati kwamba ulikuwa na sisi mwanzo hadi mwisho matangazo yetu ya asubuhi ya leo, ikiwa tarehe 26 za mwezi wa 4 mwaka 2026. Nani Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Tukanane tena katika taarifa zetu zingine zijazo. Bye bye na chau, baki salama.